Naam, hujambo na karibu sana msikilizaji wa Auba Swahili popote pale ulipo. Ni matangazo yetu ya jioni yakikujia mubashara kwa niaba ya timu nzima. Mimi ni Yahya Lisu. Tafadhali ungana nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube. Tunapatikana kama Auba Swahili. Huko utatupata kwa uzuri kabisa. Na miongoni mwa habari kuu jioni ya leo, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the President of Uganda and the Uganda People's Defense Air Force. Jenerali Yoweri Kaguta Museveni apishwa rasmi kuiongoza Uganda kwa muhula wa 7 wa miaka 5 madarakani hadi mwaka 2031. There is nobody who is above the rule of law in this country. So even if it is, hakuna mtu aliye juu ya sheria katika nchi hii, hata kama ni amiri jeshi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa agoma kujiuzulu, atangaza kupambana mahakamani dhidi ya ripoti ya jopo la uchunguzi. Africa can generate substantial development resources. Afrika inaweza kufanikisha miradi ya maendeleo kwa matumizi mazuri ya rasilimali zake. Na kongamano la Africa Forward Summit 2026 latamatika jijini Nairobi kwa msisitizo wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Afrika na Ufaransa. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Tulionayo leo viwanjani, klabu ya Esperance de Tunis imetangaza kuachana na kocha wake Patrick Biomele kutokana na matokeo mabaya ya timu hiyo. Na mwamuzi wa Ujerumani Daniel Sibet ameteuliwa na UEFA kuchezesha fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kati ya Arsenal na PSG itakayopigwa Mei 30 kwenye dimba la Puskás Arena nchini Hungary. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Naam, kwa hayo na mengine mengi ungana nami mwanzo hadi tamati, lakini kwa sasa nimpishe Vumilia Kondo kwa taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili Radio inayosomwa nami Vumilia Kondo. Kampala. Mji mkuu wa Uganda, Kampala, umeshuhudia sherehe kubwa za kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni anayeanza muhula wake wa 7 madarakani baada ya kuongoza nchi hiyo kwa miaka 40. Museveni mwenye umri wa miaka 81 amekula kiapo cha kulinda katiba katika kitongoji cha Kololo mbele ya maelfu ya wananchi na viongozi wa kimataifa. Sherehe hizo zimepambwa na gwaride la kijeshi lililoongozwa na mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye kwa sasa ndiye mkuu wa majeshi. Pamoja na kuapishwa huko, gumzo kubwa nchini Uganda limehamia kwenye mustakabali wa nchi hiyo baada ya Museveni. Jenerali Muhoozi hajafanya siri kuhusu nia yake ya kutaka kumrithi baba yake, akidai kuwa safari yake ya kuelekea ikulu haizuiliki. Hata hivyo, wakosoaji na wapinzani wakiwemo Bobi Wine wameelezea wasiwasi wao juu ya kile walichokiita ujenzi wa utawala wa kifalme. Goma. Kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapiganaji wa kundi la M23 wameripotiwa kuanza kuondoka katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Kivu Kusini. Hatua hiyo inayokuja kufuatia shinikizo kubwa kutoka kwa serikali ya Marekani imeshuhudia wapiganaji hao wakiondoka katika mji wa kimkakati wa Sange ulioko kilomita 30 kaskazini mwa Uvira pamoja na maeneo ya Kabunambo na Bwegera. Marekani imekuwa ikijaribu kupatanisha kundi hilo na serikali ya Kinshasa, ikiahidi upatikanaji wa fursa za madini kama mbadala wa amani ya kudumu. Ingawa kuondoka kwa M23 kumesababisha shangwe na vigelegele miongoni mwa wakazi wa Sange, kundi hilo bado linashikilia mji wa Kamanyola ulioko mpakani mwa DRC, Rwanda na Burundi. Kwa zaidi ya miaka 30, mashariki mwa DRC imekuwa ni uwanja wa vita, huku makundi mbalimbali yakipigania udhibiti wa rasilimali za madini. Na hatimaye Madrid. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuhitimisha operesheni ya dharura ya kufuatilia mlipuko wa virusi vya Andes hantavirus uliotokea ndani ya meli ya kitalii ya MV Hondius. Katibu mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom ameisifu serikali ya Hispania na mamlaka za Tenerife kwa uratibu uliowezesha abiria wote kushushwa na kusafirishwa kwa ndege maalum kurejea nchi zao bila kuhatarisha usalama wa raia wengine. Hadi kufikia sasa, jumla ya visa 9 vimeripotiwa, vikiwemo vifo 3 vilivyothibitishwa. WHO imependekeza kipindi cha ufuatiliaji wa siku 42 kwa abiria wote waliohusika kutokana na virusi hivyo
kuchukua muda mrefu kabla ya kuonyesha dalili mwilini. Andes hantavirus ni virusi hatari ambavyo vinaweza kuambukizwa kutoka kwa binadamu mmoja kwenda mwingine kupitia majimaji ya mwili au hewa, hali iliyozua taharuki ya kutosha katika ukanda wa Ulaya. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Ni kurejesha kwake Yahya Lisu kuendelea na uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii ya leo. Naam, ni taarifa ya habari ikiletwa kwako na Vumilia Kondo. Msikilizaji, tunaanza na safu ya uchambuzi wa ripoti zetu na uapisho wa rais pale nchini Uganda, ambapo Jenerali Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa leo kuiongoza Uganda kwa muhula mwingine wa miaka 5 madarakani. Museveni anaanza safari hii baada ya ushindi wa 71.6 katika uchaguzi mkuu wa Januari 15, akiwashinda wapinzani wake akiwemo Robert Kyagulanyi kutoka chama cha NUP. Mwandishi wetu Isaac Mumena yupo jijini Kampala na sasa anatuletea taswira ya sherehe hizo. Ni Rais Yoweri Museveni akiapishwa na Jaji Mkuu wa Uganda Dr. Flavia Nzeja kuongoza muhula wa 7 nchini Uganda katika sherehe zilizofanyika uwanja wa Uhuru Kororo mjini Kampala. Sherehe hizo zimehudhuriwa na maraisi 12 na rais mstaafu wa Nigeria. Waliohudhuria ni Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Burundi ambaye pia ni mwenyekiti wa AU, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais wa Sudani Kusini. Wengine ni Rais wa Msumbiji, Rais wa Somalia, Rais wa Gaboni, Rais wa Ethiopia, Rais wa Togo, Rais wa Salawati, Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Wengine waliohudhuria sherehe hizo ni pamoja na makamu wa rais wa Kenya, Zimbabwe, Venezuela, waziri mkuu wa Rwanda, Namibia na Equatorial Guinea. Baada ya kuapisha Rais Museveni alitoa hotuba yake na kwanza kushukuru serikali ya Tanzania kuwasaidia katika ukombozi wa kuwaingiza madarakani mnamo mwaka 1986 na sasa ndio matunda wanayopata. I want to thank the people of Tanzania because we are here celebrating how Uganda is developing now, how UPDF is strong and so on. But the one who gave us the foundation was Mwalimu Kambarage Nyerere. Museveni pia amezungumzia masuala mbalimbali ya maendeleo pamoja na soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Then number 6, market, soko, tukizalisha mali. Sisi wazalishaji mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi? So that's why the NRM from the beginning with our elders, Mwalimu Nyerere, Kaunda, all of them were clear. Viongozi mbalimbali wa siasa, serikali, utamaduni na viongozi wa dini wameshiriki katika sherehe za leo. Mufti mkuu wa Uganda Ramadhan Mubaje ametoa wito kwa raia wa Uganda sasa kuendeleza taifa lao na kusahau mambo ya uchaguzi. Tunaomba amani. Amani ndiyo chanzo cha kila mafanikio yoyote. Nchi ikiwa na amani na utulivu, basi kila kitu kinawezekana. Watu wanaweza maendeleo ya uchumi, maendeleo ya afya na maendeleo ya watu. Sherehe za leo zilipambwa na gwaride lililoongozwa na jeshi la UPDF, polisi, idara ya magereza na askari wa wanyamapori. Rais Yoweri Museveni aliingia madarakani mnamo mwaka 1986 baada ya kushinda vita vya Milton Obote na serikali ya Jenerali Tito Okello Lutwa na kutawala hadi mwaka 1996, ndipo alivyofanya uchaguzi wake wa kwanza. Na sasa huu ni muhula wake wa 7. Amewataka raia wa Uganda waache kulala. Amekiita kisanja hakuna kulala. Mimi ni Isaac Mumena wa idhaa ya Kiswahili Auba Radio.
Naam, shukrani sana Isaac Mumena kutoka Kampala, Uganda. Kutoka Afrika Mashariki na sasa tunaelekea Afrika Kusini, ambapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza rasmi kuwa hatajiuzulu na atapinga mahakamani ripoti ya jopo la uchunguzi inayoweza kusababisha ang'olewe madarakani. Hata hivyo, chama cha DA kimesisitiza kuwa mchakato wa bunge haupaswi kukwama. Bryson Bichwa ana undani zaidi kutoka Pretoria. Kauli hiyo inaongeza shinikizo kwa Rais Ramaphosa, huku chama cha DA ambacho ni mshirika wake serikalini kikisisitiza kuwa rais anapaswa kuwajibika mbele ya kamati ya bunge itakayochunguza tuhuma zinazohusiana na fedha za kigeni zilizohifadhiwa katika shamba lake la Palapala. Mbunge wa chama hicho Karabo Kakau amesema hakuna aliye juu ya sheria na kwamba hata rais lazima awajibike. There is nobody who is above the rule of law in this country. So even if it is, hakuna mtu aliye juu ya sheria katika nchi hii. Hata kama ni amiri jeshi mkuu, ni lazima naye afike mbele ya bunge kutoa maelezo kuhusu yaliyobainishwa katika ripoti ya jopo la watu watatu, ambayo inaonyesha kuwepo kwa ushahidi wa awali wa ukiukwaji wa sheria. Hata hivyo, akilihutubia taifa usiku wa kuamkia leo, Rais Cyril Ramaphosa alitangaza kuwa hatajiuzulu. I'm confident that together as a nation we will strive. Nina imani kwamba tukiwa taifa moja tutasonga mbele na tutashinda changamoto na matatizo yetu. Nipo hapa na sitajiuzulu. I remain here and am not resigning. Kwa sasa msimamo wa chama cha Democratic Alliance DA unafuatiliwa kwa karibu kutokana na nafasi yake ndani ya serikali ya muungano na uwezo wake wa kuamua hatima ya Rais Ramaphosa iwapo bunge litaendelea na mchakato wa uchunguzi. Wakati huo huo, mchambuzi wa siasa Fortunatus Kasomfa akiwa jijini Johannesburg amesema sakata hilo linaendelea kupunguza imani ya wapiga kura kwa chama tawala cha African National Congress ANC. Ushawishi wa chama cha ANC kwa Waafrika Kusini umepotea kabisa, na ndio maana hata unaona matokeo ya uchaguzi mkuu ambao sasa umepelekea kutengenezwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Hii moja kwa moja inadhihirisha kwamba raia hawana tena imani na ANC. Sasa ukiangalia katika hili unaona kabisa kwamba hii serikali ya umoja wa kitaifa ndiyo hasa imebakia, na sidhani kama ANC wanaweza kuja kushika usukani na kuongoza wao peke yao bila kuhusisha chama kingine chochote. Ni wazi kuwa iwapo kura ya kutokuwa na imani na rais itapigwa, hatima ya Rais Cyril Ramaphosa itategemea kwa kiasi kikubwa uamuzi wa chama cha upinzani na mshirika katika serikali ya muungano Democratic Alliance, ambacho kina uungwaji mkono mkubwa hususan miongoni mwa wapiga kura wazungu. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Naam, shukrani sana Bryson Bichwa kwa taarifa hiyo kutoka Afrika Kusini. Na sasa tunarejea tena Afrika Mashariki, ambapo nchini Kenya kongamano la siku mbili la Africa Forward Summit 2026 limetamatika jijini Nairobi. Wakuu wa nchi wamesisitiza ushirikiano wa upande zote kati ya Afrika na Ufaransa kwa nia ya ubunifu na ukuaji. Mwanahabari wetu Michael Were anaripoti ya kina kuhusu yaliyofikiwa kwenye kongamano hilo. Zaidi ya viongozi 30 wa nchi na serikali pamoja na wajumbe takriban 4,000 walihudhuria mkutano huo uliofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta jijini Nairobi. Hotuba kuu ikitolewa na marais William Ruto wa Kenya, Emmanuel Macron wa Ufaransa, Emmanuel Mnangagwa wa Zimbabwe ambaye pia ni mwenyekiti wa Muungano wa Afrika, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Ruto amesisitiza umuhimu wa kuwekeza pakubwa barani Afrika na ushirikiano kati ya mataifa Afrika ili walau kuweza kupiga hatua kimaendeleo. Africa can generate substantial development resources. Afrika inaweza kufanikisha miradi ya maendeleo kwa matumizi mazuri ya rasilimali zake ikiwa taasisi zitakuwa thabiti, sera stahiki na za kweli, biashara zilizonyooka na wananchi wahusike kikamilifu katika juhudi za kujenga mataifa yao. Markets across our continent. Kwa upande wake, Macron amesisitiza umuhimu wa amani, maendeleo na uhuru wa Afrika wenyewe kwa ajili ya kuweza kuafikia ndoto na malengo yao. Et donc, je vais juste rajouter quelques convictions pour qu'ensuite on puisse passer. Uhusiano kati ya Afrika na Ufaransa unajengwa
wa malengo endelevu wenye manufaa kwetu sote, kwa kuzingatia suala la amani, uhuru wetu na usawa kwa wote. Cha msingi ni uwepo wa Umoja wa Afrika katika sura ya dunia, kuongea kwa sauti moja ili kuwa na ushawishi katika jukwaa la mataifa yenye uwezo duniani, kwa maana G8. Kongamano liliweka mkazo kwenye mageuzi ya kifedha, mabadiliko ya nishati, uchumi wa bahari, kilimo endelevu, teknolojia ya dijitali na amani. Hii ni mara ya kwanza kwa mkutano mkuu wa Afrika Ufaransa kufanyika katika nchi isiyozungumza Kifaransa, ikionyesha nafasi ya Kenya kama kitovu cha diplomasia na uvumbuzi barani Afrika. Mkutano huo umefungwa baada ya siku 2 za majadiliano makali kuhusu maendeleo ya kiuchumi na ushirikiano wa kimkakati. Michael Were Muhusia, Auba Swahili Radio, Nairobi. Naam, shukrani sana Michael Were kwa undani wa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, bado tuko nchini Kenya ambapo wanawake wanaotetea haki za kijinsia katika eneo la Pwani wamepaza sauti zao. Wameonya kuhusu ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia, wakibainisha kuwa ukosefu wa elimu kuhusu haki za waathirika unawazuia wengi kupata haki stahiki. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi anakamilisha taarifa hiyo akiwa mjini Mombasa. Wakizungumza katika kaunti ya Mombasa, wanaharakati hao wamesema hali hiyo imechangia wahusika wa vitendo vya ubakaji, ulawiti na unyanyasaji wa kingono kuendelea kutenda makosa bila kuwajibishwa. Nimekuja hapa kwanza kukemea hicho kitendo ambao kinaendelea kwa society, manake saizi zimezidi sana. Imekuwa baba anabaka mtoto wake, mama pia anabaka mtoto wake, wamama wengine pia wanabaka wanaume, wababa pia wanabaka wanawake na kupiga bibi na mabwana pia wanapigwa. Tumekuja hapa kuomba society, kama kuna mtu yoyote ananyanyaswa kijinsia, ajitokeze. Sisi tumejitolea kama kina mama kuwasaidia. Kuna kesi high level ya Brenda Opio. Ametoka kwao kwenda kufanya kazi, mama anapigiwa simu kwamba mtoto wako yuko mochari. Kufika napata mtoto tayari ni kama ameuliwa, manake ni amechomeka kila mahali. Kesi bado ziko nyingi sana. Hata ya Josephine tayari mwenye amezikwa, sasa bado kesi iko pale kotini. So mimi nauliza, usalama uko wapi? Tunataka amani. Naomba serikali ingilie kati, manake vifo vimezidi sana. Wamama hatuna amani, watoto hatuna amani. Tusichukue hatua ya kupiga wazee. Kuna wazee pia wanapigwa na kina mama. Hiyo pia si ubinadamu. Umeshindwa, tafuta njia za kisheria, uzifate, uondoke pale kwa amani. Si kutumia nguvu. Vitengo pia vya serikali hii maneno ichukulie kwa uzito fulani. Si kesi imekuja, si tuiona ni rahisi. Hata nyinyi mapolisi ni binadamu. Je, hichi kitendo kikitokezea kwa mtoto wako utasikia vipi? Wakiongozwa na mwanaharakati aliye pia wakili Fatuma Barayan, amesema waathiriwa wengi hushindwa kuripoti visa vya ukatili wa jinsia kwa polisi au kufuatilia kesi zao mahakamani kutokana na kutofahamu taratibu za kisheria na haki zao. Kuna ukosefu wa kupata elimu kwa jamii, ni sheria gani ama ni haki zao ni gani ama ni vipi wanasaidika. Tukianza na katiba yetu, tukianza na Protection Against Domestic Violence Act, kuna hiyo sheria ambayo kina mama ni lazima waelimishwe ama pia kina baba lazima waelimishwe. Kuna pia vile Children's Act, kuna Sexual Offences Act. Hizo zote kuna haja ya kuwa mimi nikiongezana na wanawake wenzangu na mawakili wenzangu kurudi kwa jamii na kuelimisha. Sasa ametangaza mpango wa kutoa huduma za bure za kisheria katika maeneo mbalimbali ya kaunti hii ya Mombasa ili kuwasaidia waathiriwa kupata ushauri wa kisheria na msaada wa kufuatilia kesi zao. Mimi hivi karibuni ninaenda kuanzisha legal clinics ambazo zitakuwa ni free of charge. Unakuja pale, una consult, tuna advise, kutakuwa na mawakili wenzangu pale. Wale ambao watakuwa na kesi zao wanataka usaidizi pia watashauriwa na kupata usaidizi. Kauli hizo zinajiri wakati ambapo taifa bado linaomboleza mauaji ya Kezia Matuki, mtoto wa miaka 7 kutoka jimbo la Kilifi ambaye alinajisiwa kabla ya kuuawa. Diana Wanyonyi, Auba Radio, Mombasa, Kenya. Asante sana Diana kutoka hapo Mombasa, Kenya. Tukikamilisha ripoti zetu, serikali ya Rwanda inapanga kutumia franka trilioni 7.8 katika mwaka wa fedha wa 2026-27, ikiwa ni ongezeko la 12.1%.
Waziri wa Fedha Yusuf Murangwa amewasilisha takwimu hizo bungeni akilenga kuimarisha mipango ya maendeleo ya muda mrefu katika taifa hilo. Ripota wetu Christopher Karenzi ana maelezo zaidi kutoka Kigali, Rwanda. Waziri wa mipango na fedha Yusufu Murangwa alikuwa na haya ya kueleza alipokuwa akiwasilisha bajeti ya serikali kwa muhula wa 2025-26 iliyofanywa marekebisho. Muri Kamena 2025 mnamo mwezi Juni mwaka 2025 bunge lilipitisha bajeti ya mwaka wa fedha 2025-26 yenye thamani ya trilioni 7.0325 za faranga za Rwanda. Hata hivyo, mwezi Februari mwaka 2026 bajeti hiyo ilifanywa marekebisho na kufikia trilioni 6.9521 za faranga za Rwanda. N'igice kimwe za mafaranga y'u Rwanda. Waziri wa fedha na mipango hapa anaeleza makadirio ya bajeti mwaka wa fedha 2026 na 2027. Amafaranga ateganyijwe kwinjira mapato yanayotarajiwa kuingia katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026-27 yatafikia trilioni 7.790 za faranga za Rwanda, ikiwa ni ongezeko la faranga bilioni 844.2 ikilinganishwa na trilioni 6.9521 za faranga za Rwanda ambazo zipo katika bajeti iliyorekebishwa mwaka huu wa fedha 2025-26. Aidha, Murangwa amebaini kuwa ongezeko hilo la matumizi litachochewa zaidi na miradi ya kimkakati ya kitaifa, ikiwemo ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa kimataifa wa Kigali pamoja na msaada wa ziada kwa shirika la ndege la taifa Rwanda Air ili kukabiliana na athari za mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Bajeti iliyopendekezwa inakadiria mapato ya ndani kufikia faranga bilioni 5,273.8 za Rwanda, huku misaada ya kutoka nje ikitarajiwa kufikia faranga bilioni 548.3 za Rwanda. Mikopo kutoka nje inakadiriwa kuwa faranga trilioni 1,974.1 za Rwanda. Waziri huyo ameongeza kuwa serikali itaendelea kuunga mkono mageuzi ya kodi yanayoendana na sera za pamoja za kodi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku ikiongeza juhudi za kukabiliana na majanga na mabadiliko ya tabia nchi. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Naam, ni ripoti yake Christopher Karenzi kutoka Rwanda. Na sasa ni wasaa wa kudunda viwanjani, ambapo jicho la Auba Swahili leo limeachiwa kwake Samuel Male. Samuel, nini kimejiri kwenye ulimwengu wa michezo? Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Kutoka viwanjani leo tuanzie taarifa zetu nchini Tunisia. Klabu ya Esperance de Tunis imetangaza kuachana na kocha wake Patrick Biamele kutokana na mwenendo mbaya wa timu hiyo. Hatua hiyo inakuja baada ya mfululizo wa matokeo yasiyoridhisha yaliyoiacha klabu hiyo bila taji msimu huu. Esperance iliondolewa katika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika na Mamelodi Sundowns kwa jumla mabao 2-0. Kipigo cha goli 1-0 dhidi ya wapinzani wao wakubwa Club Africains juzi Jumapili Mei 10 kiliwafanya mahasimu wao kutoa ubingwa wa Tunisia kwa msimu wa mwaka 2025-26. Patrick amedumu kwa kipindi kifupi klabuni hapo, akishuhudia timu hiyo ikipoteza mwelekeo. Klabu hiyo imemtangaza kocha Christian Braconi kwa kocha wa muda atakayeongoza kikosi hicho hadi mwisho wa msimu huu. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo Ramadhan Faraji akifafanua kuhusiana na mwenendo wa timu hiyo, lakini pia ni wakati sahihi wa kuachana na kocha huyo. Ni klabu kongwe barani Afrika, imefanya vizuri sana miaka nenda rudi, lakini imekuwa ni klabu maarufu, haifiki kwenye malengo yale ya mwisho, haichukui mataji makubwa barani Afrika. Kwa hiyo imekuwa ni timu ambayo ni maarufu na unaweza kusema ni kiboko ya vigogo wakutana na timu kubwa kutoka barani Afrika kama Al Ahly, Zamalek, Wydad Athletic Club, Raja Casablanca, tunazungumzia Mamelodi Sundowns. Wamekuwa wakiwaonyesha uwezo mkubwa sana, yani ule ushindani kwenye pichi, lakini mwisho wa siku bado wafikia ile malengo ya juu ambayo watu wengi wanatarajia, yani wajua wachukue klabu bingwa barani Afrika au wachukue kombe la shirikisho barani Afrika. Imekuwa ni tofauti, wanaishia nusu finali, wanaishia robo finali, yani imekuwa ni maeneo yao hayo. Lakini kumfuta kazi kocha, kuna vitu vingi unaweza ukakaa ukavijadili. Kwa sababu gani unamfuta kazi kocha? Ule mkataba ambao anaingia kocha na klabu
mara nyingi unakuwa siri. Si tunatangaziwa tu mkataba wa misimu miwili, misimu mitatu, misimu mitano, lakini hata msimu mmoja au kamiliki mkataba ule unavunjwa. Kwa maana hiyo hatujui kitu kilichomo. Huenda kocha aliingia mkataba kutokana na uhitaji wa yeye, anataka apate kazi, apate fedha katika malengo ambao wanahitaji klabu. Inaweza kuwa wanahitaji wachukue kombe kubwa barani Afrika, nazungumzia klabu bingwa barani Afrika, au wachukue shirikisho barani Afrika, alafu timu hiyo inatolewa hatua robo finali au 16 bora. Kwa maana hiyo hawafikia ile malengo ambao wamekubaliana na kocha. Huenda anajua kabisa hatuwezi kufikia malengo, lakini kitu kikubwa ninapata kibarua hapa. Nikiishi miezi 5 6 kuna fedha nitakuwa nimetengeneza, nikiachwa nitapata kazi sehemu nyingine, maisha yataenda. Au kuna wakati mwingine ni pressure. Mnaweza mkakubaliana na kocha atufikishe hatua nusu finali klabu bingwa au atufikishe hatua ya finali, lakini kwa nini mipango haitimii? Huenda ule mkataba wa klabu na kocha unakuwa ni mkataba mzuri kabisa, lakini unakuja kushindwana, awampi kocha kile ambacho anakihitaji. Na sasa tuelekee nchini Kenya. Rais wa shirikisho la kandanda barani Afrika Dr. Patrick Motsepe ni miongoni mwa viongozi na wageni waliohudhuria kongamano kuu la Afrika 2026 jijini Nairobi, ambapo wamekutana na viongozi wa soka kutoka mataifa wenyeji wa AFCON 2027 ambao ni Kenya, Uganda na Tanzania, na kujadili kuhusiana na maandalizi ya michuano hiyo. Taarifa zaidi na Michael Were Mkusia kutoka Nairobi nchini Kenya. Dr. Motsepe amekutana na mawaziri wa michezo kutoka mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania, pamoja na marais wa mashirikisho ya kandanda kutoka mataifa hayo husika, kutathmini hatua iliyopigwa hadi sasa na wenyeji hao wa michuano ya kombe la mataifa bara Afrika mwakani, na kufurahishwa na juhudi zilizofanikishwa kwa utayari wa michuano hiyo. Katika ikulu ya Nairobi, Dr. Motsepe alifanya mazungumzo na Rais William Ruto, ambapo alifahamishwa kuhusu maboresho yatakayofanywa katika viwanja vya Kasarani na Nyayo ili kukidhi viwango vya CAF na FIFA. We are so not just optimistic but confident. Tuna uhakika, sio kwamba ni matarajio, lakini tuna uhakika kuwa mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania watakuwa tayari na tena kwa wakati kwa michuano hiyo. Rais huyo wa CAF amehutubia pia mkutano wa African Summit mwaka 2026, akiangazia maendeleo ya mchezo wa kandanda barani Afrika. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la mchezo huo nchini Kenya, Hussein Mohamed, ameonyesha utayari wa mataifa husika kuandaa michuano hiyo kwa njia ya kipekee ndani na nje ya uwanja, kazi inayofanikishwa na kamati andalizi kwa pamoja. Afrika Mashariki iko tayari kuwapokea wageni na kuwafanya kujihisi nyumbani wakati wa mbilinge hizo. East Africa is ready and East Africa will deliver. Afrika Mashariki ipo tayari na itakuwa inaandaa mashindano ambayo hayajashuhudiwa barani Afrika na hata duniani. Serikali ya Kenya inajiandaa kwa ziara ya wajumbe wakuu wa CAF kuja kukagua ujenzi wa uwanja wa Talanta au Raila Odinga unaokaribia kukamilika, ili kuhakikisha unaendana na vigezo vya mashindano hayo mwakani. Nikiripotia meza ya michezo au Radio, niite Michael Were Mkusia. Ni mwamuzi wa Ujerumani Daniel Sibeth ameteuliwa na UEFA kuchezesha fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kati ya Arsenal na PSG itakayopigwa Mei 30 kwenye dimba la Puskás Arena nchini Hungary. Sibeth amepata nafasi hiyo kubwa ya kuchezesha fainali yake ya kwanza ya klabu bingwa barani ya Ulaya baada ya jina lake kuachwa na FIFA katika orodha ya waamuzi watakaochezesha kombe la dunia mwaka 2026. Sibeth amechezesha mechi 3 za Arsenal msimu huu, wakicheza na kupata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Sporting Lisbon katika hatua ya robo finali na ushindi wa goli 1 dhidi ya Atletico Madrid katika hatua ya nusu finali. Kwa upande wake PSG, mwamuzi huyo amechezesha mara moja tu msimu huu katika sare ya bila dhidi ya Atletico Bilbao. Katika mechi 9 za UEFA alizochezesha msimu huu, Sibeth ameonyesha kadi 2 tu nyekundu na kutoa penalty 1. Kutoka viwanjani leo sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Naam, shukrani sana Samuel Male kwa dondoo za michezo. Msikilizaji, kabla ya kuweka nukta, tuzione tena habari kuu tulizokuwa nazo jioni hii.
swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the President of Uganda in the Uganda People's Defense Air Force. Jenerali Yoweri Kaguta Museveni apishwa rasmi kuiongoza Uganda kwa muhula wa 7 hadi mwaka 2031. There is nobody who is above the rule of law in this country. So even if it is, hakuna mtu aliye juu ya sheria katika nchi hii, hata kama ni amiri jeshi mkuu. Na rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa agoma kujiuzulu, atangaza kupambana mahakamani dhidi ya ripoti ya jopo la uchunguzi dhidi yake. Africa can generate substantial development resources. Afrika inaweza kufanikisha miradi ya maendeleo kwa matumizi mazuri ya rasilimali zake. Na kongamano la Africa Forward Summit 2026 latamatika jijini Nairobi kwa msisitizo wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Afrika na Ufaransa. Na kufikia hapa ndivyo ambavyo natamatisha matangazo yetu jioni hii. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi ni Yahya Lisu. Nikushukuru kwa kuwa nasi. Usikose kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Auba Swahili. Nikutakie jioni njema.